Yes, hamjambo tena kwenu nyote wandugu wapendwa watazamaji na wasikilizaji wa Kwetu TV. Nyote kwa ujumla mnaoendelea kuwa nasi ndani ya taarifa zetu za kila siku na kila wakati. Tunawatakia tena siku njema ya leo jeudi le 6 Novembre 2025 na tunawakaribisha kwa mara nyingine ndani ya taarifa zetu. Ni habari kuhusu hali ya usalama mashariki mwa nchi ya Kongo na taarifa za mapigano yanayoendelea kukamata hatua nyingine kati ya vikosi vya wazalendo na FARDC, wanajeshi wa Burundi FDNB wanaopigana na waasi wa AFC M23 Gumino pamoja na Twirwaneho. Na muda huu tumewaletea taarifa za mapigano makali ambayo yanaripotiwa ndani ya nyanda za juu za Fizi, ndani ya eneo ya Mikenge, Bilalombi, Tuetue, Pwezero. Moto kabisa umewaka kati ya waasi wa AFC M23 Twirwaneho Ngumino ambao waliatake wanajeshi wa wazalendo pamoja na FARDC ndani ya ngome zao maeneo haya. Taarifa hizi kabisa tuko pamoja na kiongozi wa vijana ndani ya maeneo hayo ya Itombwe ambaye atatuambia hali kwa sasa ni vipi ndani ya mapigano hayo yanayoendelea kati ya pande mbili. Unayoifuata ni Kwetu TV channel ambayo ya kuletea taarifa za kweli tena za kuaminika kutoka mashariki mwa nchi ya Kongo. Tunawaomba kusubscribe, yani kujiabone, kucomment na kulike na kupartage, yani kusambaza taarifa hizi kwa walio wengi ziwafikie. Mnaweza kujiunga nasi na sheni yetu ya WhatsApp ambapo mtakuwa napata taarifa zetu zote kwa wakati. Namna ya kujiunga ni kugusa hapo ku commentaire, utapata linki yetu ujiunge nasi au tuandikie kwenye namba hiyo. Bila shaka tutakuunga na sheni yetu ya WhatsApp. Na habari ambazo tumewaletea kwa sasa muda huu kabisa, milipuko ya silaha nzito na nyepesi inasikika ndani ya maeneo ya Mikenge, Bilalombi, Tuetue pamoja na Pwezero. Hapo ni ndani ya Itombwe Moho Plateau de Fizi. Mapigano hayo makali yalianzishwa na wasi wa Twirwaneho AFC M23 Ngumino Redi Tabara wakiwashambulia wazalendo na FARDC pamoja na FDNB ndani ya ngome zao maeneo haya. Ni tangu asubuhi ya leo ambapo mapigano hayo yalianza. Tumsikilize huyu kiongozi wa vijana huko Itombwe atuambie hali kwa sasa kabisa ndani ya maeneo hayo. Jambo sana mwana mtangazaji, ni Mfariji Lewisi mkuu kiongozi wa vijana ndani ya sekta ya Itombwe. Ni kweli tumekuwa na hali ya sintofahamu asubuhi ya leo ya tariki 6 siku 11 2025. Ngome ya jeshi ya FARDC imekwenda kuzingirwa kabisa na waasi wa M23 Twirwaneho na washirika wake wa Redi Tabara asubuhi ya leo, na mpaka sasa mapambano ni makali sana. Ila tunapenda kukumbusha watu kwamba eneo hizo za Tuetue, Bilalombi, Ngezi na Pwezero ni eneo ambako raia wengi milioni ambao walitoka eneo za Mikenge na kando walikuwa wanakimbilia eneo hizo, na hiyo ngome ama position ya FARDC ambayo iko atake leo ni position ambayo iko kunako umbali wa dakika inaanza kuwa 10 ama 12 na kituo cha afya centre de santé ya Mikenge, na hivyo adui kabisa amekuja kushambulia hiyo ngome ya jeshi wa taifa, na ni ngome ambayo inapatikana katikati ya vijiji. Mpaka sasa ni vigumu kabisa kujua nini kinaendelea, kwani risasi zinarindima kabisa nzito na zile ndogo. Lakini tuwakumbushe shambulizo hiyo za hiyo ngome ya jeshi ya taifa limeshambuliwa baada ya mapambano siku mbili. Mapambano yalianza siku ya pili ya tariki 4. Hao watu waasi wa Twirwaneho M23 na washirika wake walijipenyeza wakapenda tu kuingia eneo za Ngezi, Bilalombi, huku wazalendo na jeshi ya taifa waliwafuatilia, wakashinda kabisa mchana mzima wakirushiana mabomu. Na siku ya 3 pia adui tena alijipenyeza akaingia katika eneo za Bichumbe. Ni kijiji ambacho kinapatikana pembezoni ya kijiji cha Pwezero na kijiji cha Mtunda, huko ukitokea eneo za Kalingi. Tuko ndani ya groupment ya Bashumukinji ya kwanza, sekta ya Itombwe, tarafani Fizi, eneo za
nyanja za juu. Na hiyo ni hali halisi ambayo tuko nayo kwa leo, lakini sisi kama vile kitengo cha vijana ndani ya sekta ya Itombwe tunakwenda kulaani vikali vitendo vyote vya ukiukaji wa haki wa kibinadamu na kulaani kabisa mambo ambao hawa waasi wa Twirwaneho M23 AFC na Red Tabara ambao wanaendelea kuangamiza wamama, watoto. Mpaka sasa tuko katika msimu wa mvua, lakini wengi wote hapa asubuhi wameamkia kwa masasi na wengine watoto wanasambaratika. Mpaka hivi hatujajua nini kinaendelea huko kabisa, tukilaani vikali na kusema kwamba sheria ni lazima ifanye mkondo wake, na hao wote ambao wanaendelea kuangamiza raia wasiokuwa na hatia, ili siku moja wakaende kujibu kunako hizi hatua ambazo wanaendelea kuzifanya. Kulingana na swali mtangazaji, ndio kumekuwa na maandamano pale Mikenge. Tumesikia raia wa Kinyamulenge wanaandamana kwa hiyo siku ya pili, wanasema kwamba Warundi watoke kunako maeneo tofauti, wakitaja Mikalati, wakitaja Pwenzero, wakitaja Rugezi, eti wanakwenda kuzingira jamii la Kinyamulenge. Lakini mtangazaji, hiyo imekwenda kushangaza makabila mengine, na hayo yote tumeona kama wafanyasiasa ndio wanaendelea kuplanifie ama kuandaa mbinu kama na hizo. Jeshi ya Burundi wanapatikana pale Bokoboko ndani ya tarafa la Fizi. Jeshi la Burundi linapatikana pale Bijombo, liko pale Kamombo, liko pale Moramvya. Lakini sasa mshangao, watu ambao wamekwenda kuandamana ni watu wanapatikana pale Minembwe, ambako kunapatikana Twirwaneho, kunapatikana M23, kunapatikana AFC. Niseme hiyo muungano wao, na ni wao wamekwenda kuandamana kusema kwamba Warundi watoke. Ya pili ni namna gani raia anaweza kujiinua na kuandamana, wanamke wanaingia katika barabara wakiimba kwamba Warundi watoke. Nipenda kujua nini kilituma kwanza wa Murundi afike. Eske ni raia aliita Murundi? Nadhani ni government za nchi ndio zimekwenda kuikala pamoja na kusema kwamba hii jeshi ya Burundi inakuja kusaidia ili kusaka adui muasi alitoka nchi ya Burundi, huyu Red Tabara na huyu Alois Zabampe ambaye anapatikana huko akiwa na malengo ya kitusi ya kutumikishwa na Kagame kwa ajili ya kwenda shambulia Burundi. Kwa nini sasa raia wa Kinyamulenge ambao wanapatikana pale Bokoboko wao wasiandamane na wao wako na Warundi siku hapo? Kwa nini ambao wanapatikana Kamombo hawaandamane? Kwa nini hao Wanyamulenge wanapatikana hapo Bijombo hawakuandamana? Wenye wako Minembwe ndio wanakwenda kuandamana, or Minembwe hakuna Murundi? Minembwe hakuna Murundi. Hiyo yote inakuwa ni maplanification za wafanyasiasa. Kwani siku zilizopita tulisikia Mwezi Nyarugabo akipana hesabu eti kuna position zaidi ya 17 na zaidi ambazo zinapatikana huko, ambazo zina lengo ya kufanya genocide kwa Wanyamulenge. Lakini sasa wakati vijiji vya Wafuleru, Wabembe, Wanyindu, Warega vinaendelea kuteketezwa, wamama wameshikwa, wanabakwa, wanabatu kukufa, Nyarugabo aseme kitu kwake yeye anaona kama ni vile fete, kwake yeye anaona kama ni kawaida. Lakini wakati wazalendo na jeshi la taifa wakijibu kwa shambulizi, kwake inakuwa ni genocide ambayo inakwenda kuandaliwa. Ndio maana tunaweza kupatia vijana wenzetu wa Kinyamulenge wasiendelee kutumikishwa na wafanyasiasa, kwani sisi sote tuna jukumu ya kutafuta amani na kuishi pamoja katika hizo eneo za milima mirefu na mifupi ya tarafa la Uvira, Fizi na Mwenga. Alafu wakati wataendelea kutumikishwa na wafanyasiasa, hiyo itakuwa ni jambo ambalo haliko sahihi. Pia kunako video ambazo zimeendelea kuzunguka kunako mitaani, tumeona wamama ambao ni wa Kinyindu wanasema kama Kisekedi ndio alileta Barundi abarudishe. Hiyo yote ni mambo tu iko planifie na hao wafanyasiasa wa Nyarugabo na wengine. Na hao wamama ambao ni wa Kinyindu walikamatiwa, wiko pia otage katika lugha ya Kimombo, wiko pia otage pale Minembwe, ili waendeleshe kuonesha ulimwengu kama makabila zote ziko pale. Wanyindu wiko, Wafuleru wiko, Wabembe wiko. Hilo ni mambo ambayo haiko.
Ni mambo ambayo haiko. Ni wamama ambao walishikwa wakienda mashambani, wanashikwa wanawatia pale kuonesha ulimwengu kama makabila zote ziko pale Minembwe wanaishi kwa usalama. Bwana mtangazaji, ni hayo kweli tumekwenda kulaani na tunalaani sana, huku nikiita vijana wa makabila zote, wa Kifuliru, wa Kinyindu, wa Kibembe, pia hata na wa Kinyamulenge. Machochezi ya fanya siasa si kwa malengo yetu. Wachochezi ya fanya siasa ni kwa malengo yao wenyewe binafsi, ili waendelee kupata maarufu, waendelee kupata vyeo katika government zote zile. Ndiyo hiyo kabisa. Lakini kwa sasa mtangazaji, kwetu ingali ni vigumu kujua matokeo ni gani, kwani raia wameshambuliwa katika kijiji cha Tuwetuwe, Ngezi, Bilalo Mbili. Mpaka sasa ni vigumu kabisa, lakini tuko katika kipindi cha mvua, wengi wametawanyika maporini na risasi linaendelea. Ndio maana tumesema kwa sauti kabisa ya kishindo kusema kwamba tumelaani vitendo kama na hivyo, na raia wote wana jukumu ya kuishi katika hiyo milima mirefu, na hususan jeshi la taifa na wazalendo pia nao wanakabiliana na hizo shambulizi, na tuna imani kwamba tutakuwa na matokeo mengine mida yoyote ile, kwani tunaendelea kufuatilia. Lakini tunaoga kwani adui amekwenda ingia katika eneo ambao kunapatikana watoto wa mama na wababa wasiojiweza. Huenda kunaweza kukaonekana maafa mengi, lakini tuwakumbushe tu shambulizi la siku ya pili na siku ya tatu, kuna tayari majeraha na waliokufa. Hivi tayari kunaweza kuwa zaidi ya watu 5 sasa wamejeruhiwa na wamepelekwa pale Fizi ili kupata matunzo, na wengine ambao wamefariki ni karibuni watu 3. Na hiyo yote kabisa ni maplanification za Nyarugabo. Wakati makabila mengine yanakufa, kwake inakuwa ni fete, na wakati jeshi la taifa na wazalendo wanafuata adui M23, yeye kwake inakuwa kama ni raia ndio wanakwenda kushambuliwa. Ni hayo mtangazaji, tulipenda kabisa kuambia raia wote wajue kwamba kinachoandaliwa katika milima mirefu ya tarafa la Fizi, Uvira na Mwenga ni masakre ambayo inaandaliwa na inatayarishiwa na wafanyasiasa wamoja kama vile Nyarugabo na wengine ambao wanaona makabila mengine hayo yanastahili tukufa, na ingine ndio ambayo inaweza kupata utetezi. Taarifa zingine mtangazaji, tunaendelea kufuatilia, labda mida ya jioni tunaweza tena tuko pamoja, lakini ni kweli ni kwa huzuni mkubwa sana tukiwaambia taarifa hizi. Asante sana. Ni mkuu kiongozi wa vijana ndani ya sekta ya Itumbwe, Mfariji Lewis. Na hali ndiyo hiyo, taarifa ndizo hizo zote kabisa kutoka ndani ya Haut Plateau de Fizi. Tukiendelea na taarifa tofauti zinazosemekana ndani ya nchi ya Kongo, bunge la mkoa wa Chopo limemtaka rasmi mwanasheria mkuu wa serikali katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu kwanza taratibu za kisheria dhidi ya gavana Polele Ndongolia aliyeangushwa le 27 Oktoba mwaka huu. Kwa mjibu wa barua iliyotumwa kwa Firmini Mvonde, hatua hiyo inafuatia tuhuma kubwa za ubadilifu wa mali ya umma na mali ya jimbo hilo. Uamuzi huo ulipitishwa katika hitimisho la kikao cha mashauriano kilichofanyika le 31 Oktoba baada ya uchunguzi wa hoja ya kiutaratibu iliyoungwa mkono na manaibu wa mkoa. Matokeo ya tume za bunge zilizoanzishwa kuchunguza usimamizi wa fedha wa ripoti ya ubadilifu wa ripoti ya serikali ya Ndongolia, utozaji pesa kupita kiasi na kandarasi zinazotolewa bila ushindani wa zabuni. Zaidi ya dola 517 zilizokusudiwa kukarabati njia ya kitaifa yani route nationale numero 4 inadaiwa kutumiwa vibaya. Kiasi hiki kinatokana na jumla ya $1,217,000 zilizotolewa na serikali kuu kwa mradi wa ukarabati wa route hii nationale numero 4 mnamo 2024. Wabunge pia wanashtumu juu ya malipo ya ziada kwa mradi huo. Bunge la mkoa linakadiria kuwa gharama halisi ya kazi hiyo haipaswi kuzidi $12,000 hadi $20,000 kwa kilomita. Hata hivyo, inasemekana kuwa gavana huyo alitia saini kandarasi na kampuni ya Yetu
kampuni ya Yetu kwa $63,500 kwa kilomita, ikiwa ni malipo ya ziada ya zaidi ya $40,000 kwa kilomita. Jumla ya kiasi cha $1,217,000 hatimaye kilitumika kukarabati kilomita 11 kulingana na mkutano wa mkoa wa Chopo. Gavana huyo aliyefukuzwa pia anatuhumiwa kwa ubadhirifu wa zaidi ya $100,000 kutoka kwa mgao wa mkoa uliolipwa na ofisi ya udhibiti ya Kongo OCC. Kwa mujibu wa baraza la utawala, kiasi hiki kinapaswa kupitishwa kupitia kurugenzi kuu ya mapato ya mkoa wa Chopo. Hata hivyo, mtu wa tatu aliyedaiwa kukusanya kiasi kilichotajwa hapo juu na kukiweka kwenye akaunti ya kibinafsi ya gavana aliyeondolewa. Chombo hicho cha bunge pia kinataja mkataba wa mazungumzo kati ya Polele Ndongolia na kampeni ya Impact Business. Gavana huyo anadaiwa kutumia kampuni hii kufuja fedha zilizotengwa kwa ajili ya ujenzi wa kisasa wa uwanja wa Lumumba mjini Kisangani. Kampuni hiyo inahusishwa katika kulipiza kisasi ununuzi wa mitumba iliyokusudiwa kwa serikali ya mkoa na ofisi ya bunge. Kulingana na viongozi waliochaguliwa, Ndongolia mwenyewe anamiliki kampuni hii. Hatimaye gavana huyo wa zamani anashukiwa kwa ubadhirifu wa mapato kutoka kwa ushuru wa kawaida uliokusudiwa kukarabati barabara za mijini. Mbali na ufichuzi huo, bunge la mkoa pia lilibaini ubadhirifu wa malori 10 ya Sino na wanafunzi 5 wa daraja la 5 kwa lengo la kuimarisha meli za jimbo hilo kwa ukarabati wa miundombinu ya barabara. Rufaa hii kwa mwanasheria mkuu wa serikali inafungua njia ya mashauri ya kisheria dhidi ya Polele Ndongolia. Kambi yake inadumisha ukimya wa viziwi mbele ya maswali ya vyombo vya habari. Kufikia sasa, Polele Ndongolia, gavana wa zamani paske alifutwa kazi na manaibu, hana mamlaka tena ya kuchukua hatua kwa niaba ya mkoa. Naibu waziri mkuu wa mambo ya ndani ya nchi Jacques Shabani amemteua makamu wa gavana kuhudumu kama gavana wa muda. Wakati huo gavana huyo aliyefukuzwa amekata rufaa ya kuondolewa kwake katika mahakama ya Kasasio. Hapo ni ndani ya Chopo kabisa huko Kisangani. Huko manaibu wanataka kufunguliwa kwa kesi yake yule ancien gouverneur wa Chopo. Hizo ndizo taarifa za siku ya leo. Asante kwa kuwa nasi. Tunawaomba kusubscribe kama kawaida. Asante.